Basi asante sana, nimeshukuru sana kwa kupata fursa hii leo. Ningependa ndugu zanguni wa Kenya kushare na nyinyi mambo machache sana. Mimi kusema kweli, kulingana na utafiti niliofanya mimi, kuna siasa ambayo imekuwa introduced na baadhi ya viongozi wa vyama ambavyo viko katika nchi yetu ya Kenya. Siasa yenyewe ni siasa ya six piece. Kuna msemo ambayo tunaambiwa sisi kama wananchi kwamba mpatieni kiongozi, msimpatie kiongozi, mkimpatia kura mumpatie na wanajeshi wake. Ndugu zanguni wa Kenya, hiyo siasa ni siasa ya six piece. Na katika zile county ambazo zimekubali hii siasa ya six piece, tukichunguza tunakuta zimerudi nyuma sana kimaendeleo. Hii six piece kwa maoni yangu mimi ni biashara ya mwenye chama na ni biashara ya makatel. Nikisema cartels namaanisha wale mabwenyenye wa kisiasa. Sana sana katika county ambayo imeathirika sana na siasa ya six piece ni siasa ya hapa county ya Mombasa. Mimi ningependa kushare special ujumbe huu zaidi uende kwa zile county ambazo zimekubali siasa ya six piece. Sana sana Mombasa. Ndugu zanguni ambao mnaishi Mombasa, tutafanywa wajinga mpaka lini hapa Mombasa? Kwa sababu gani nimewauliza kwa hivyo? Kwa sababu kuna tofauti ya kuchagua mwanasiasa na kuna tofauti ya kuchagua kiongozi. Sisi tunapojiuliza maswali, kuna maswali tukijiuliza na tukipata majibu, tutajua kwamba hapa hii siasa ni ya kufanywa wajinga hapa Mombasa. Huyu kiongozi mwenye anakuja na pesa, mwenye anakuja kununua pombe, mwenye anakuja kuwapatia shilingi 1000, mwenye anawaletea miziki, mumeshawahi kujiuliza huyu bwana hizi pesa anatoa wapi? Na kama hizi pesa sio zake, anapewa, huyu mwenye anampatia hizi pesa anamfadhili, ni kwa nini anampatia hizi pesa atuletee sisi? Interest yake ni hipi? Hapo tukipata majibu ya haya maswali, basi tutajua kuna mahali sisi tunafanyiwa nini? Tunafanywa wajinga. Sasa ndugu zanguni kutoka Mombasa, unajua ninaposema tunafanyiwa biashara sisi katika baadhi ya vyama hapa katika Kenya. Kusema kweli, ile biashara ambayo sisi tunafanyiwa hapa ni biashara ya kisiasa. Hapa huyu bwana anapokwenda kuleta hizi pesa, anapokuingia makubaliano na mwenye chama, yeye ujue lazima na yeye pia atawekeza pesa zake pale katika chama, na njia anayotumia kuwekeza pesa zake katika chama ni kuwaita wale viongozi ambao wanatajwa sana hapa mashinani na wanawafadhili pesa za kuja kufanya siasa, na ndio hizo ambazo tunaletewa sisi huku mashinani. Na tunapojiuliza kwa nini huyu mwenyenye anampatia huyu kiongozi huyu bwana mwenye anakuja kutafuta kura hizi pesa, ni kwa sababu kuna interest, na ile interest ambayo anaitafuta yeye, mimi nitawaeleza. Sisi tunapokujiwa na hawa watu, badala ya sisi kuwa makini, tunaona hawa ndio viongozi, tunawashangilia na tunawapatia kura kwa sababu ya mapenzi ya kupenda chama sana. Na huyu cartel ameifanya uchunguzi akagundua hiki chama ndio kinapendwa pale sehemu fulani, na ndio maana unaona amehijack hicho chama na akashika wale viongozi wanatajwa katika sehemu hiyo na akawafadhili pesa. Sasa haya mapenzi ya kupenda chama ndio mtego mmoja ambao sisi tunajiingiza ndani ya kuingia katika biashara ya cartel na biashara ya mwenye chama. Sasa basi, wanapokuja hawa viongozi, sisi tunawamwagia kura kwa wingi sana. Alafu katika wale watu wanaompatia huyu kiongozi, nitakutajia ni watu gani. Kuna wale wanapenda chama sana, wanampatia. Kuna wale wanampatia huyu kiongozi kwa sababu ya kuwa ni jamaa yake, huyu ni jamaa yetu na sisi tunampatia. Na kuna wengine pia vile vile wanampatia huyu bwana kwa sababu ametoa shilingi 1000, huyu bwana ametukatia sisi bwana, ametupatia mshiko sisi. Hawa grupu ya watu watatu wanaingia kwa huo mtego. Huyu kiongozi na wenzake wote wale ambao wamepewa kura wanapoingia, basi ndugu zanguni, wale viongozi ni kama wamekubali kuolewa. Wamekubali kuolewa na nani? Wamekubali kuolewa na cartel.
hivi ndio mambo ambayo yatafanyika sasa. Hawa viongozi wanapokubali kuolewa na cartel, basi mkae mkijua ni kwamba hawa zile sheria watakwenda kuzipitisha katika county, basi ni sheria ambazo zitamfaidi sana yule bwenyenye, kwa sababu kusema kweli hakuna cartel yoyote mwenye anaweza toa pesa zake bure kama vile mtu anayetoa msaada. Huyu anatoa pesa zake kisiasa, anawekeza pesa katika chama, na ndio na lazima wanapowekeza pesa katika biashara lazima zile pesa zirudi na faida. Zile faida ambazo yeye anapata kutoka kwa wale viongozi mnawachagua nyinyi, kuna tenders ambazo zinatoka kubwa zote zile anazimilika, anazichukua yeye, na si kwa kuomba, ni kwa kudemand kutoka kwa wale viongozi, na wale viongozi wanakuwa hawana sauti mbele ya bwenyenye wa kisiasa, kwa sababu wameshakubali kuolewa. Siku zote wewe kama kiongozi unapokubali kufadhiliwa na bwenyenye wa kisiasa, basi ndugu yangu, wewe sio kiongozi, wewe utakuwa ni mwanasiasa. Ndugu zanguni ambao tunaishi hapa Mombasa, lazima tujue tofauti kuchagua, yani lazima tuwe tunajua kutofautisha kati ya kiongozi na mwanasiasa. Huyu mwanasiasa ndiye huyu ambaye anayetumiwa na cartel kuja kutuletea sisi pesa. Huyu msitarajie chochote kutoka kwake, kwa sababu huyu ameshaingia katika ndoa yake na bwenyenye. Na siku zote mimi nawaambia, tunapokuchagua viongozi tuweni makini. Huyu anayekuja bila pesa ambaye mnamdharau, huyu mimi ndio nina imani kwamba anapokwenda kule kwa county, huyu hana uhusiano na bwenyenye, na huyu atakuwa hana uhusiano na governor. Kwa hivyo kuna siasa hapa mimi huwa inanifurahisha sana. Hawa wapigaji kura kutoka sehemu za Meru, nyinyi mumeona yale mambo yamefanyika pale Meru. Mimi wale bwana nawapongeza, na siasa yao mimi wanapenda sana. Mnaona pale Meru wale ma MCA wanaingizwa katika county ya Meru ni wa kutoka vyama tofauti. Na mnaona hiyo county vile inavyochemka. Yani uzuri wa kuingiza ma MCA kutoka vyama tofauti, faida yake ni hii. Kwanza kabisa, yule bwenyenye katika hiyo county wa kisiasa atakuwa hana nguvu ya kuweza kupitisha zile sheria zake ambazo anataka zimfaidi, na kuwaleta wale ma MCA pamoja. Ujue bwenyenye atapitia hali ngumu sana, na kufaulu kwake itachukua muda mrefu, na pia kuna uwezekano akakosa kufaulu. Na huyu governor, faida nyingine, hawa ma MCA wakiingizwa katika county wa vyama tofauti, huyu governor mwenyewe pia atapitia hali ngumu sana. Hata nyinyi mmeona Meru yule governor alivile hali alipitia. Ni kwa sababu yule governor atakuwa ni yeye hana uwezo wa kufanya mambo anavyotaka, na akifanya mchezo anakuwa impeached wakati wowote. Ndugu zanguni kutoka Mombasa, mimi nawaomba, siasa ya chama tuacheni, siasa ya ujamaa tuacheni siasa ya pesa. Tuweni makini, kwa sababu hata hawa watu kutoka sehemu za mashambani kule bara, mimi naona wanatushinda wa kuchagua viongozi, kwa sababu hapa Mombasa sisi tunagawanywa na mabwenyenye kwa kitumia pesa. Kwa hivyo mimi naomba ndugu zanguni, turudini pamoja wakati wa kuchagua viongozi, tuweni makini na kuweza kuwachagua viongozi bora. Tuache kuwachagua wanasiasa. Angalieni hapa Mombasa tuko na stadium kumepitia magavana mara mbili. Gavana wa mwanzo aliyetangulia amesavu ile tama amesavu, stadium ndio ile bado inatembea nyoka. Tuko na huyu gavana ambaye yuko sahihi katika kiti pia, still bado ile stadium iko vile. Sasa ni aibu sana sahihi tukiangalia kaunti ya Kitui. Kuna stadium kule inaendelea kujengwa, hata mimi nadhani iko katika kuelekea kuisha. Sasa ikiwa leo Mombasa sisi stadium tunashindwa na kaunti ya Kitui, wanakuwa na stadium kubwa kutuliko sisi, na hii kaunti ya Mombasa ndio kubwa kuliko Kitui. Bana, wapigaji kura kutoka Mombasa, hamuoni aibu? Mimi naweza sema hivi, sisi Mombasa hatujawahi kuchagua kiongozi. Sisi siku zote Mombasa tunachaguliwa viongozi. Ndio maana mnaona kunaingia ma MCA kutoka katika chama kimoja. Na mnapoingiza ma MCA kutoka chama kimoja, basi mjue wale ma MCA wanakontroliwa na bwenyenye wa kisiasa. Na pale wanaofaidi katika hiyo hali
ni bwenyenye na mwenye chama ndio wanafaidi. Ndugu zanguni, mimi naomba mfunguke na tuweni makini sana, kwa sababu sisi tunapoendelea na hizo siasa, watoto wetu watapata hasara, watakosa elimu, watakosa matibabu, watakosa faida nyingi sana ambazo wale watoto wetu wapate, na sisi ndio tunahasarika katika maisha yetu. Shukran sana.